Habari za asubuhi msikilizaji wa 92.5 Mjini FM. Hii ni Big City Breakfast ya kwanza kabisa kusikika ndani ya siku ya Jumatano ya tarehe 17 ndani ya studio zako pendwa za 92.5. Langu jina ni Hassan Chema, niko na Jamali Mruma, ambapo tutalisongesha gurudumu hili moja kwa moja kuanzia nukta ya kwanza ya saa 12 na dakika zake hapa, dakika yake ya 8 hadi pale atakapofika saa 3 kamili asubuhi. Na ngoma ya kwanza ambayo umeisikia ni Masela wa Kijiweni, washikaji ambao wamekuwa wakitiliwa mashaka kwa vile ambavyo wamekuwa wakikaa ndani ya vijiwe mara kwa mara. Wanaonekana kama vile hawana michongo, lakini kichwani wamejawa ndoto kibao. Jamali Mruma, ndoto gani ambayo wewe uliokuwa nayo ambayo unafikiri kijana sasa hivi wa kijiweni anaweza akawa nayo na akaitimiza pale? Of course ni ndoto ya kufanikiwa. Ndoto ya kufanikiwa ndio ndoto ambayo watu wengi huwa wanakaa nayo muda mrefu, tena kwenye eneo la vijiwe huko ambapo watu wanapiga story nyingi, namna gani tunaweza kufanikiwa, namna gani tunaweza kuacha alama, namna gani ambavyo sisi tunaweza kubadilisha maisha ya familia zetu, namna gani ambavyo sisi tunaweza kuwa mfano bora kwa watu ambao wanatuzunguka. Hizo ni story ambazo zinatembea sana kwenye vijiwe mbalimbali. Hata tunavyozungumza hivi sasa kuna watu wamekaa kwenye vijiwe vya gahawa saa hii wanazungumza namna gani ambavyo wanaweza kufanikiwa, namna gani wanaweza kutumia fursa za mitandao ya kijamii, namna gani ambavyo wanaweza kutumia fursa ya uhai ambao wamepewa kuishi tena siku ya leo ili waweze basi kufikia kwenye level ambayo inahitajika. Hizo ni story, lakini hizi story zitakuwa boldi na zitakuwa kubwa zaidi pale ambapo watu watachukua hatua, kwa sababu story ni kitu kimoja, mawazo kushauriana, kupeana moyo ni kitu kingine, lakini hatua ya kuchukua ili kile ambacho unakiwaza kuwa kweli, hiyo ndio hatua ngumu zaidi watu ambao hawaifahamu. Lakini ukishajua katikati, ukishajua tatizo, uko katika harakati za awali kabisa za kutatua tatizo. Wapo watu ambao walianza vijiweni, najua kabisa watu walianza vijiweni sasa hivi wako kwenye crew zao wanapiga fedha. Wako watu ambao walianza kampuni zao vijiweni. Wapo watu ambao mawazo tunaona wanatekeleza hii leo na anawaletea utofauti, walianzia kwenye vijiwe tofauti. Je, kijiwe chako kinakusaidia wewe? Kijiwe chako mnashauriana nini? Au kutwa Simba Yanga Simba, Mudathiri Julio Chama siasa kugusa kidogo, usaje kumsema Okelo humo ndani humo. Kuna mtu mmoja aliniambia statement moja, ndugu yangu Hassan Chema anayetusikiliza, aliniambia kama una uwezo wa kujua mpaka fedha anaolipwa Cristiano Aveiro Ronaldo kwa sekunde, kwa nini hujui hatima ya maisha yako? Vijana wengi Jamali wana shida ya kushindania ndoto zao kichwani na kuziweka katika uhalisia. Hakuna kitu kinamsumbua kijana wa leo kama alama. Akiondoka leo hii ghafla, anaacha alama gani mtaani na katika familia yake na kizazi chake? Alama gani ambayo anaiacha? Lakini kwenye alama leo katika kombe la dunia tayari imeshawekwa alama. Kumbuka ndio kwanza mechi ya kwanza ya kombe la dunia zinaendelea kuchezwa, kila taifa likiwa limegusa linapambana kugusa mechi moja yake ya kwanza ya ufunguzi kwake. Tayari imeshawekwa alama ya hat-trick ya kwanza kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 ambayo imewekwa na Lionel Messi. Kama ulikuwa haujui Jamali, na tumwambie msikilizaji, jumla ya wachezaji 45 wameshafanikiwa kufunga goli. Jumla ya wachezaji 45 wameshafanikiwa kufunga goli. Yaani iwe ni mbili wamechungulia nyavu. Lakini kwake Messi ni tunaweza tukamweka kwenye wachezaji 46 kwa sababu yeye amefunga peke yake goli 3. Ndio peke yake kafunga hat-trick kwenye mechi ambazo zimeshachezwa kwenye mataifa mbalimbali, zile mechi za kwanza kabisa. Na game ya jana saa 7 ilikuwa ni Iraq
na Norway. Hii game bwana, kuna mchezaji kapiga goli kote kote. Akapiga huku, kapiga kwake, akapiga na kwa kafunga na kujifunga. Yani kafunga kwao na kafunga kwao. Sawa. Anaitwa Ayman Hussein ambako dakika ya 39 alipachika bao la kusawazisha mbele ya Norway, ikawa 1-1. Lakini dakika za jioni kabisa, dakika ya 90 nyongeza 6 akajipachika goli la kujifunga ambalo limefungia mchezo huo na kumalizika kwa 4-1. Hizo ni ripoti ama alama ambazo zinaendelea kuwekwa katika mechi za kwanza za kombe la dunia mwaka huu hapa pale Marekani, Canada na Mexico. Lakini alama ya pili ambayo imeachwa pale Katavi katika halmashauri ya Nsimbo ni alama ambayo ameiacha bibi mmoja aliyempigania ndoto ya mjukuu wake mwenye umri wa miaka 15 wa kike asiolewe ama asiozeshwe na babu yake kwa mahari ya shilingi 150,000. Tunapinga ukatili wa watoto. Na jana ilikuwa siku ya watoto duniani. Siku ya mtoto wa Afrika. Siku ya mtoto wa Afrika jana, ambako mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 15 Jamali, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 5 katika halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi, ameokolewa baada ya kulazimishwa kuingia katika ndoa ya utotoni, tukio linaloendelea kuibua wasiwasi kuhusu vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Mtoto huyo amesema ndoto zake za kuendelea masomo zilikuwa hatarini baada ya babu yake kupanga kumwozesha kwa mahari ya shilingi 150,000. Katavi hapo. Afisa maendeleo wa halmashauri hiyo ya Nsimbo, Stanley Masanilu, alisema ndani ya mwezi mmoja pekee watoto 3 wameripotiwa kufanyiwa vitendo vya ukatili. Ndani ya mwezi mmoja pekee watoto 3. Lakini kwa upande wake afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Katavi, Kennedy Wilson, amesema zaidi ya matukio 2,000 ya ukatili dhidi ya watoto yaliripotiwa mkoani humo mwaka jana 2025. Safi, hiyo nzuri. Naye mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu ametaka jamii kushirikiana kulinda watoto dhidi ya mazingira hatarishi na kuhakikisha wanapata fursa ya kutimiza ndoto zao kupitia elimu. Jamali, hebu turudi pale mwanzo. Kama isingekuwa bibi naye ameelimika, anamtakia mema mjukuu wake, bibi naye angekuwa ni mtu wa kutaka cha juu kwenye hiyo 150,000 ya mahari, mtoto angepotea huyo.